Kipindi hiki cha leo nimekirekodi mahususi kwa ajili ya kujibu swali moja ambalo limeulizwa kwenye channel moja almaarufu kama Salum Dawa huku TikTok. Sasa Salum yeye ameuliza swali, actually sio swali, ameuliza maswali kadhaa na anataka Wakristo tumjibu. Labda kabla sijakwenda mbali tumsikilize Salum Dawa kwa mujibu wa hiyo video hapa. Tumsikilize na tutaanza kumjibu polepole, hatua kwa hatua. Kristo, mimi leo nina swali. Leo lisikilize swali langu, lijibu katika comment kama wewe kweli unamwamini Yesu kama ni mwana wa Mungu au unamwamini Yesu kama ni Mungu. Kwanza kabisa, Salum, Wakristo wote duniani tunamwamini kwamba Bwana Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu. Lakini si hapo tu, Bwana Yesu ana sifa nyingi. Bwana Yesu anatambulika kama neno wa Mungu, Bwana Yesu anatambulika kama Mwokozi, Bwana Yesu anatambulika kama mfalme, Bwana mabwana, Mungu wa majeshi, anatambulika kama Alfa na Omega, au tunasema mwanzo na mwisho, anatambulika kama maji ya uzima, nuru ya ulimwengu na sifa nyingi lukuki. Inaaminika kuna sifa zisizopungua 120 unaposoma Biblia zinazomhusu huyu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ufupi, kwanza kabisa kwenye swali lako, Bwana yetu Yesu Kristo kwanza ni mwana wa Mungu, lakini pia ni Mungu. Tuendelee kusikiliza. Swali hili limenitenganisha pamoja na marafiki zangu wale ambao walikuwa tumesoma wote katika shule moja, wenye imani ya kuamini kwamba Yesu ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Lakini pia swali langu hili imepelekea mpaka katika zile live za Wakristo, yani nikipanda nikitaka kuliuliza swali hili kwamba nashushwa chini, kwa maana nisiliulize hili swali, kwa sababu katika swali hili lina majibu ya kuonyesha ya kwamba kweli Ukristo ni dini ya mchongo. Jambo jingine, Salum, kwanza nakuonea huruma, nikupe pole kwamba warafiki zako wa Kristo wamekutenga, lakini si walaumu pia. Na umelalamika kwamba huo unashushwa katika live za TikTok za Wakristo. Na mimi ni mmoja hapa ambaye nimewahi kukushusha, lakini kwa sababu ya msingi sana. Kwa mfano, juzi niliuliza swali katika live TikTok yangu kwamba Injili ni nini? Salum, ulikuja, ulishindwa kabisa kuelezea Injili. Ukabaki tu na piga porojo, ukawa unapotezea watu wengine kuwapa fursa ya kuuliza swali, nikakushusha. Kwa hiyo tunapoenda kuangalia swali lako na kulijibu, tutagundua kwa nini hasa mtu ambaye una fikra za namna yako wa marafiki wanakutenga. Si kwamba tatizo ni swali lako ni gumu, ni kwa sababu tu fikra yako ndio watu wanaamua kukuacha, kwa sababu mpaka sasa ninachokiona ni kwamba ni kijana ambaye hufundishiki. Lakini tuendelee. Hebu lisikilize swali linasemaje, unijibu hapo kwenye comment, wewe ambaye unayeamini kwamba Yesu ni Mungu au ni mwana wa Mungu. Mimi nimeamua kutengeneza video, si nitakujibu kwenye comment, kwa sababu jibu langu nia yake hasa kabisa ni kukuelimisha Salum, lakini pia kukuelezea habari ya wokovu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ili nawe pia upate fursa hii, na wengine walioko nyuma yako ambao ni labda ni Waislamu wenzio, na wapate fursa hii ya kufahamu. Lakini zaidi ni kukupa namna gani ufahamu wa namna Injili inavyosomwa, ndio kusudio letu. Kwa hiyo nitakujibu kama nilivyosema kwa kupitia video, si nitaingia kwenye comment. Sana nitachofanya tu nitaweka tag katika comment section yako ili uweze kuiona hii video. Naamini utaiona, na pia nitakutag katika comment section chini ya video yangu pia. Kwa ndo mfumo wangu huo. Tunaendelea. Swali langu nalitoa katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 4. Andiko linasema Yesu aliondoka chakulani. Baada ya kuondoka chakulani, akaziweka kando mavazi yake, yani mavazi yake ambaye aliyekuwa ameyavaa akaweka kando, kwa maana akavua. Baada ya kuvua, basi akaweka pembeni. Alichoamua kukifanya ni nini? Yesu anatuambia ya kwamba akachukua kitambaa akajifunga kiunoni, kwa maana baada ya kuvua nguo zote, kwa maana mimi nishavua nguo zote. Kwanza unaposoma hii Injili ya Yohana, hii sura 13 mstari wa 4 na 5, hakuna sehemu ambayo inasema Bwana Yesu alivua nguo zote. Lakini hii si hoja, ni ufahamu wako tu na kuongeza chumvi ambako unakusumbua. Lakini tutaendelea. Akachukua kitambaa akajifunga kiunoni. Soma andiko vizuri, usije ukasema nimeongeza kitu katika swali langu hili.
Katika mambo ambayo Wakristo tunafanya siku zote, tunasoma maandiko yetu kwa uzuri sana. Kwa hiyo Salum, wala usitie shaka hilo. Baada ya kuchukua kitambaa, akaanza kuwatawaza wanafunzi wake Bwana Yesu. Kuvua kitambaa, akaanza kuwatawaza wanafunzi wake. Kuwatawaza wanafunzi wake. Baada ya kuwa anawatawaza wanafunzi wake, tambua kitambaa kipo kiunoni mwake kwa mujibu wa ile andiko linavyosema. Akatoa kitambaa akaweka katika kiuno chake. Lakini baadaye kupitia kitambaa hiko andiko linatuambia ya kwamba baadaye kwa kile kitambaa akaanza kuwafutia wanafunzi wake. Sasa swali linakuja, kweli Yesu ni mwana wa Mungu? Je, Salum, kwa video yako hii unaposema kwamba kweli Yesu ni mwana wa Mungu, umetenda dhambi kubwa kwa mujibu wa Uislamu, kwamba sasa umetenda dhambi ya shirki ambayo kwa mujibu wa mafundisho yenu haisameheki. Kwa hiyo sasa hivi anza kujihesabu kabisa kwamba wewe ni kafiri na kwamba si tena Muislamu. Lakini kuna tumaini kwa Yesu Kristo. Njoo, dhambi hii inasameheka. Njoo kwa Yesu. Mwisho wako wala haujafika. Wewe ndio kwanza unakuwa umeingia rasmi katika imani ya Kristo, na Bwana Yesu atakupa njia ya kufika kule alipo mbinguni. Tuendelee. Kweli Yesu ni mwana wa Mungu. Je, mwana wa Mungu ana sifa za kujidhalilisha namna hii kwamba avue nguo aonyeshe samaki wake mbele ya wanafunzi wake? Kweli inawezekana? Na wale ambao wanaosema kwamba Yesu ni Mungu, kweli Mungu anaweza akawa anaonyesha sehemu zake za siri kama jinsi andiko linavyosema kwamba akavua kitambaa na akaanza kuwafutia wanafunzi wake na wakaanza kumuona yule samaki? Kwa hiyo hili ndio swali langu. Wakristo nijibuni bila ya hasira, bila ya kupanic, kwa upole tu tutaelewa. Uzuri ni kwamba Bwana Yesu wetu Yesu Kristo alituasa kwamba tumpende kila mmoja, tuwapende hata maadui zetu na wale ambao wanatutesa. Kwa hiyo kwetu sisi tutakujibu kwa upendo, kwa sababu tumeachiwa sisi amri ya upendo. Hakuna mwanadamu ambaye tunamchika, kwa sababu sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Naam, niingie sasa katika kulijibu swali lako Salum. Na kikubwa kabisa, kabla ya kujibu swali, tatizo lako kabisa la kwanza ni kwamba unaisoma Biblia, hususan hii Injili, unaisoma kwa akili ya Kiislamu. Unapokwenda katika hii Injili, mambo kadhaa yanakuchanganya. Labda nianze kusoma kwanza hiyo sura ya Yohana, sura ya 13 mstari wa 4 mpaka wa 5. Anasema hivi: na aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Huu ni mstari wa 4. Kuna maneno mawili ambayo hapa Salmu yanamchanganya. Kwanza tunamuona Bwana Yesu, inasema hapa katika mstari akaweka kando mavazi yake. Kwa hiyo kuna neno hapa mavazi. Lakini inaendelea nasema akatoa kitambaa akajifunga kiunoni. Kwa hiyo tunaenda kuangalia neno mavazi na kisha tutaenda kuangalia neno kitambaa. Hapa ndipo mzizi wa fitna ya ndugu yetu Salum ilipo. Tunapokwenda kwenye mstari wa 5 tunasema kisha akatia maji katika bakuli akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hoja ya Salum yeye ni kwamba kwa kuwa Bwana Yesu katika mstari wa 4 anaonekana kwamba akaweka mavazi yake kando, kwamba huyu Bwana Yesu alikuwa uchi na kwamba akachukua kitambaa akakifunga kiunoni, lakini kitambaa hicho akakifungua akawa anawafuta wale wanafunzi wake kwa kile kitambaa. Kwa maana hiyo, kwa fikra zake huyu Salum ni kwamba Bwana Yesu alikuwa uchi, na hoja yake anauliza maswali mawili. Kama huyu Bwana Yesu, kwa wale ambao wanaamini kwamba Bwana Yesu ni mwana wa Mungu, iweje mwana wa Mungu akaya uchi? Lakini pia kama ni Mungu, iweje huyu Mungu akaya uchi pia? Lakini hili jambo nishamjibu kwamba Wakristo tunaamini kwa mujibu wa mafundisho kwamba Bwana Yesu ni Mungu na ni mwana wa Mungu, mbali ya zile sifa nyingine nyingi alizonazo. Sasa hii ni la kwanza tunaliweka pembeni. Sasa tunaporudi katika hii tafsiri ya Kiswahili ya Biblia, ni muhimu kufahamu kwamba vitabu vyote vya Agano Jipya viliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Lile neno tunalolisoma pale katika mstari wa 4 kuhusu neno mavazi, katika Kigiriki lile ni neno linafahamika kama neno himation,
Now himation ni joho. Katika ustaarabu wa Wayahudi wa karne ya kwanza, wanaume walikuwa wakivaa kanzu kisha wanavaa joho juu yake, na mara nyingine kuna vitambaa wanaviweka juu ya mabega yao. Ndicho namna gani hawa Wayahudi wa karne ya kwanza, hasa wale waalimu, walivyokuwa wakivaa. Kwa hiyo unapokwenda katika huu mstari wa 4 wa sura 13 ya Injili ya Yohana, lile neno mavazi katika Kigiriki linasomeka kama himation, ambao katika Kiingereza linafahamika kama tunic au robe. Kwa Kiswahili hii ni joho. Sasa kimsingi tatizo linalotokea hapa, ambalo ndugu yetu huyu linamchanganya, linapompelekea kwamba aanze kufikiri mambo ya ajabu, ni kwa sababu wafasiri wao wameamua kuchukua hili neno himation na kuandika mavazi badala ya kuandika joho. Nafikiri sababu kubwa ni kwamba, kumbuka tafsiri ya Kiswahili inakwenda katika watu wanazungumza Kiswahili cha namna nyingi. Pengine waliona kutumia neno joho watu wengi wasingeweza kuelewa joho nini, kwa sababu si kila jamii za Afrika Mashariki na Kati zinaweza kufahamu joho ni nini. Wakaamua kutumia neno jepesi ambalo linafahamika kwa urahisi, wakaamua kuchagua neno mavazi. Na lile neno la pili pale ambako katika ule mstari unasema akatoa kitambaa. Lile neno kitambaa katika lugha ya Kigiriki, neno limetumia ni lention. Lention ni taulo au apron. Katika lugha ya Kiingereza ni apron au towel, au wanasema coarse cloth, yani kitambaa kigumu. Kwa hiyo wafasiri tena kadhalika wakaona kuandika neno taulo, jamii nyingi wazungumzaji Kiswahili katika Afrika Mashariki na Kati pengine wangepata tabu kuelewa. Ndio maana wakaamua kutumia neno kitambaa badala ya kuandika taulo. Lakini katika Kigiriki hasa neno linalotumika pale ni lention, ambalo maana yake ni taulo, au katika lugha ya Kiingereza ni towel ama apron. Unapokwenda katika tafsiri za Kiingereza za Injili hii katika mstari huu, kwa mfano tafsiri ya NIV au NSRV imetafsiri kwa uzuri sana, utaziona hapo juu. Sasa tuna maneno mengine katika Kigiriki ambayo yanazungumzia. Kwa mfano unapokwenda katika Injili ya Mathayo sura ya 27 mstari wa 28 na 31, kuna neno pale mavazi linatumika, ambako katika Kigiriki ni neno tofauti. Kumbuka katika hii Yohana sura 13 mstari wa 4 nimesema kwamba neno mavazi katika Kigiriki pale ni himation, lakini neno mavazi katika Mathayo 27 mstari wa 28 na 31, neno lilotumika pale ni chlamus, ambao ndio ile kanzu, ama katika Kiingereza wanasema short cloak. Sasa ndugu yetu Salum, yeye kinachomkwaza ni kwamba ni uelewa wake mdogo wa hii Injili kutoka katika lugha ya Kigiriki kwenda katika Kiswahili. Sasa tatizo ni kwamba kwa sababu anayesoma Injili hii na akili ya Kiislamu, ndipo mambo yanaanza kumharibikia. Lakini twende zaidi. Ushauri wangu kwako Salum, ndugu yangu, weka akili yako ya Kiislamu pembeni, isome hii Injili kwa uzuri kabisa. Utajifunza mengi na utaweza kumjua Bwana wetu Yesu Kristo kwa umakini. Unapoendelea kuisoma katika Injili hii, jambo kubwa linapoonekana, somo kubwa katika hili tukio au hili tendo la Bwana Yesu kuwanawisha miguu yake, kuwatawadha wanafunzi wake miguu, linakuja kujieleza mbele. Kwa mfano tunapofika kwenye mstari ule wa 12 mpaka mstari wa 17, anajieleza vizuri. Bwana Yesu anaelezea vizuri, anasema hivi: basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena. Neno lile mavazi linarudia tena, neno lile himation, kwamba alirudi akavaa tena lile joho. Basi alipokwisha kuwatawadha miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa na hayo niliyowatendea? Ninyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vyema, maana ndivyo nilivyo. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi niwavyotendea nanyi mtende vivyo hivyo. Amin, amin nawaambia ninyi, mtumwa si mkuu kuliko bwana wake, wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Mkiyajua hayo, heri nyinyi mkayatenda. Bwana Yesu alichukua somo kubwa alikuwa akiwapa wanafunzi wake pale ni swala la kwamba uwe na unyenyekevu. Hata unapokuwa mkubwa unatakiwa uwe na unyenyekevu, na kwamba mtumwa yule au mwalimu hawezi kuwa mkuu, au mtume au mtumwa hawezi kuwa mkuu kuliko yeye aliyempeleka.
ndilo ambalo Bwana Yesu alikuwa akiwafundisha kwa mfano. Sasa hili ndio somo kubwa ndugu yangu Salum ulitakiwa ulifahamu. Lakini jambo jingine la msingi sana ndugu yangu Salum. Waingereza wanasema unapokuwa katika jumba la vioo usitupe mawe. Yaani katika Kiingereza ni hivi, if you live in a glass house you shall not throw stones at people passing by. Kwamba kama wewe unaishi katika nyumba ya vioo usitupe mawe. Na nataka nikuonyeshe kwa sababu akili yako ya Kiislamu imekupelekea kufikiri Bwana Yesu alikuwa uchi. Na pengine umeichukulia jambo hili kama ni mzaha, kukejeli, au pengine unafikiri unaenda kuwapa Wakristo ugumu. Lakini nataka nikufahamishe kwamba ninachokiona hapa ni kwa sababu mambo mengi huyajui kuhusu huyu mtu anaitwa Muhammad, ambao nyinyi mnamuita mtume, mnamchukulia kama ni mfano bora. Sasa nitakusomea hadithi kadhaa kuhusu huyu Muhammad kwa sababu umetaka kumweka Bwana Yesu katika hali kwamba yu uchi, kitu ambacho maandiko yale hayako hivyo. Nataka nikuthibitishie kwamba mtume wako alikuwa uchi mara chungu nzima kwa mujibu wa hadithi, na hizi ziko wazi kabisa. Wala ukienda uende Kiarabu, uende wapi, hali utaikutania hiyo. Na kusomea Sahih Bukhari hadithi namba 3829. Sahih Bukhari hii unaipata katika mkusanyo wa vitabu vya Bukhari, huyu kitabu cha 63 hadithi namba 54. Amesimulia Jabir bin Abdullah, wakati Kaaba ilipojengwa upya, Mtume wa Mwenyezi Mungu na Abbas walikwenda kubeba mawe. Huyu Abbas alikuwa ni mjomba wake Muhammad. Hapa Muhammad yeye na huyu mjomba wake wote walikuwa bado ni wapagani. Walikuwa wakishiriki katika kazi ya kujenga upya ile Al-Kaaba iliyoko Maka. Basi akamwambia Mtume, vaa seruni, au katika neno jingine la Kiswahili cha huku mtaani unajulikana kama msuli huu. Kisha ivae shingoni mwako ili mawe yasikuumize. Hapa Muhammad alikuwa akibeba mawe na alikuwa akiweka katika bega lake ikawa inamchuna shingoni. Muhammad alikuwa amevaa seruni au msuli. Mjomba wake huyu Abbas akamwambia, vua huo msuli wako uweke begani ili mawe yasikuumize. Inaendelea. Lakini mara alipovua seruni, yani ule msuli wake, alianguka chini na kupoteza fahamu, huku macho yake akiangalia juu angani. Alipopata fahamu akasema, seruni yangu, seruni yangu. Kisha akachukua seruni yake na kuivaa kiunoni mwake. Muhammad hapa kilichompata ni kwamba mjomba wake alimwambia avue hiyo seruni. Muhammad akaivua, akabaki uchi, akaiweka begani ili aweze kubebea yale mawe. Lakini akaanguka uchi wa mnyama, akapoteza fahamu. Alipopata fahamu ndio akaanza kupiga kelele akitaka seruni yake, na ndipo tunaona hadithi inasema kisha akachukua seruni yake na kuivaa kiunoni mwake. Sahih Bukhari hadithi namba 364 inaelezea kwa kinaga ubaga zaidi. Hii ni hadithi namba 364 kutoka Sahih Bukhari, kitabu namba 8 hadithi namba 16. Amesimulia Abir bin Abdullah, wakati Mtume wa Mwenyezi Mungu alipokuwa akibeba mawe pamoja na watu wa Maka ili kujenga Kaaba, alikuwa amevaa seruni. Mjomba wake Al-Abbas alimwambia, mpwa wangu, itakuwa vema ukavua seruni yako na kuiweka mabegani kubebea mawe. Nikufahamishe tu, seruni katika jina jingine kwa huku pwani inajulikana kama msuli. Ni namna fulani ya shuka wanaume wa Kiislamu au watu wa pwani na Waarabuni wanavaa. Hivyo aliivua seruni na kuiweka begani, lakini akapoteza fahamu. Tokea siku ile hakuwahi tena kuonekana akiwa uchi. Huyu anayesema maneno ni Jabir ibn Abdullah. Anasema kwamba tokea siku ile hakuwahi kuonekana tena akiwa uchi. Maana Jabir bin Abdullah hapa anachosema ni kwamba huyu Muhammad alikuwa uchi na akaonekana uchi. Lakini tunapokwenda kusoma hadithi nyingine, Jabir bin Abdullah ni muongo. Kuna hadithi nyingine, matokeo kadhaa Muhammad anaonekana uchi. Tafsir al-Qutubi anapoelezea kuhusu suratul Taha, hii ni sura ya 20 hii, aya 84, ananukuu hadithi ambayo imesimuliwa kutoka kwa Aisha. Inasema hivi, imesimuliwa kutoka kwa Aisha kwamba kila iliponyesha mvua, Mtume alikuwa akivua nguo zake na kubaki uchi ili apate kunyeshewa na mvua. Kumbuka mvua inanyesha nje ya nyumba. Kwa huyu Muhammad alikuwa akivua nguo, anakwenda nje ili kunyeshewa na mvua. Na kwa mujibu wa Aisha hapa ni kwamba kila iliponyesha mvua Muhammad alifanya tendo hili. Tunakwenda katika hadithi nyingine. Safari hii inakwenda katika Sunan al-Tirmidhi, hadithi namba 2732. Inasema, na hii hadithi inanukuliwa kutoka kwa Aisha. Aisha aliripoti akisema, Zaid ibn Harith alifika Madina wakati Mtume wa Mwenyezi Mungu alipokuwa nyumbani mwangu.
alikwenda kwake na akagonga mlango. Yani huyu Zaid alikwenda hapa nyumbani kwa Muhammad ambako ndo Aisha alipokuwa akiishi, akagonga mlango. Mtume Mwenyezi Mungu aliinuka kwenda kumlaki akiwa uchi, huku akikokota joho lake, na naapa kwa Allah sikuwahi kumuona akiwa uchi kabla ya siku hiyo na baada ya siku hiyo. Kisha Muhammad akamkumbatia na kumbusu. Sasa fikiria, Zaid anapokewa na Muhammad akiwa uchi huku akikokota nguo, halafu anakwenda kumkumbatia huyu Zaid na kumbusu. Fikiria wewe ndugu yangu Salum, Muhammad anakulaki nyumbani kwake akiwa uchi wa mnyama, anakukumbatia na kukubusu na kuacha na fikra zako mwenyewe. Tunaenda kusoma katika Al-Tabarani. Al-Tabarani huyu katika mojawapo ya andiko lake, huyu ni mojawapo wa walimu wakubwa wa Kiislamu. Kuna andiko lake ambalo linafahamika sana kama Al-Mujam Al-Kabir. Ananukuu hadithi ambayo Abu Dhabian ananukuu hadithi zinazotoka kwa Ibn Abbas, mojawapo ya watu mashuhuri ambao wana hadithi chungu nzima. Inasema hivi, imesumuliwa na Ibn Abbas ambapo alisema alimuona Mtume akipanua mapaja ya Hussein. Huyu Hussein alikuwa ni mjukuu wa Muhammad. Nairudia hii hadithi ili mpate kuelewa. Anayeripoti hichi kisa ni Ibn Abbas, anasema nilimuona Mtume akipanua mapaja ya Hussein na kuubusu uume wake mdogo, kwamba huyu Muhammad alikuwa anapanua mapaja ya huyu mjukuu wake Hussein, kisha anaubusu ule uume wa huyu Hussein. Hivi ni visa vingi sana ambavyo tunaona tabia za Muhammad. Kwa hiyo ndugu yangu Salum, nilikwambia tokea mwanzo, Waingereza wanasema unapokuwa katika jumba la mawe, jumba la vioo, samahani, usitupe mawe kwa watu wanaopita barabarani. Na nikwambia ukweli Salum, hizi ni baadhi tu za hadithi. Ziko nyingine nyingi mbaya kuliko zote. Sisi wa Kristo tunazifahamu hizi hadithi, na wengine tumezifahamu kwa muda mrefu, lakini kwa kustahi tu, kwa heshima ya Waislamu, wengine ni ndugu zetu, wengine ni wazazi wetu, wengine ni marafiki zetu, tunaamua kustahi. Lakini kwa kuwa umetupa mawe, wewe ukiwa katika jumba la vioo, kazi unayo. Lakini niseme hivi ndugu yangu Salum, pale mwanzo nimesema wewe tayari umeshafanya dhambi ya shirk, na kwa mujibu wa mafundisho yako wewe si tena Muislamu, kwa sababu ulikiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Na kwa mujibu wa mafundisho yenu nyewe Waislamu, Allah si baba kwa namna yoyote ile, na maana yake umemshirikisha Allah kwa kumfanya yeye ana mwana. Kwa hiyo wewe si tena Muislamu. Lakini pamoja na hayo, na kukaribisha uchunguze maandiko haya. Hii Injili ya Yohana ambayo umeinukuu ya sura 13 mstari wa 4 mpaka wa 5. Ni kushauri tu isome vizuri. Soma Injili ya Mathayo, soma Injili ya Luka, Marko, na pia ukasome barua mbalimbali, hata kuanzia katika kitabu cha Agano la Kale, upate kufahamu habari njema ya wokovu ambao Bwana wetu Yesu Kristo huyu ambaye ulidhani kwamba yuko uchi, namna gani alituletea wokovu kwa upendo mkuu Mungu aliodhihirisha kwa kumtoa mwanawe, ili kila mwamini asipotee, ukiwemo wewe ndugu yangu Salum. Nikuhakikishie tu Salum, kwa upendo kabisa na kuambia ukweli wangu, huyu Muhammad anayebusu uume wa wajukuu wake, anayejenga Kaaba akiwa mpagani, na Kaaba hakika ni ibada ya kipagani. Ile ibada ya Maka ni upagani mtupu. Viko visa vingi, hadithi nyingi zinathibitisha hilo. Lakini mwisho wa siku ukweli uko pale pale, kwamba hakuna wokovu kwa huyu mtu anaitwa Muhammad, wala hakuna wokovu kwa huyu Mungu mnayemwita Allah, ambaye huyu ni Mungu wa uongo, ambaye mwisho wake ni hukumu ya Jahannam. Nikukaribishe utafakari upya imani yako. Karibu upate wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwake kuna msamaha. Hata hii dhambi ambayo unafikiri umeitenda inasamehewa, na utapata kuwa mpya. Utapata neema ya kumpokea Yesu Kristo na kupokea neema Roho Mtakatifu. Upate kusoma upya hizi Injili, ukafahamu habari ya wokovu ndugu yangu, ili siku moja nawe na sisi wengine wengi tupate neema ya kufika kule alipo mbinguni, tushiriki utukufu wa Mungu. Ile hadithi ya mabikira na vyakula na mamilima na mito ya pombe haipo katika mbingu. Huyu Mungu wa kweli Yahweh anajidhihirisha kwa kupitia mwanawe mpenzi Yesu Kristo, mkombozi wetu, aliyekufa msalabani
ushindi mkuu dhidi ya dhambi na mauti, kisha akafufuka siku ya tatu, na sasa yuko mbinguni kwa Baba, na anasema yeye ni njia na kweli na uzima. Hakuna anaweza kufika mbinguni kwa Baba ila kwa njia yake. Mungu akusaidie sana Salum.